Uzalendo ama kuipenda nchi yako ni kipimo cha kuonyesha kwamba wewe una imani ya sawasawa. Utumwa wa kifikra ni pale ambapo mwanadamu, ni pale ambapo Muislamu atakapokuwa anakanusha pale ambapo alipotoka. Huo ni utumwa wa kifikra. Kipimo cha kuonyesha kwamba mtu ana imani ya sawasawa ni kupenda pale ambapo alipotoka, alipozaliwa, ni kupenda pale ambapo anapoishi, ni kupenda mkoa wake, kupenda kijiji chake, kupenda nchi yake. Ni kipimo cha kuonyesha kwamba mtu huyu ana imani. Na kipimo cha kuonyesha kwamba mtu ni mtumwa, mtwana. Watu wa pwani wanasema ni mtwana. Ni pale ambapo mtu atakapokuwa anadharau alipotoka, athamini alipotoka. Kama yeye ni Mnyamwezi, ikawa sasa kashaingia katika mji wa Wazaramo, Dar es Salaam, akaona kule kwao Tabora hakuna maana. Mtu huyu anakuwa na fikra za kiutumwa katika akili yake. Ama kuna mtu pengine ni Mdigo, katoka kwao Tanga, kaja mjini hapa Dar es Salaam, ule udigo wake akauona haufai. Mtu huyu anakuwa na utumwa wa kifikra kwenye akili yake. Mtu ambaye ana uhuru wa kifikra ni yule ambaye anapakubali pale ambapo alipotoka, lakini sio kupakubali tu peke yake, bali anapalinda na anapahami pale ambapo alipotoka. Itakuwa ni ajabu itokee kwa mfano mtu ni Mtanzania, kisha yule mtu akawa ule utanzania wake anauona ni kitu cha ajabu, kwamba akaona si lolote si chochote ule utanzania, akajidharau kwa sababu yeye ni Mtanzania, au akaidharau nchi yake, akadharau mkoa wake, akadharau kijiji chake. Mtu huyo pia anakuwa na utumwa wa kifikra, kwa sababu wako baadhi ya watu wanadhani kwamba nchi za Ulaya ndio za watu walioendelea, bali nchi yake ya Tanzania alipozaliwa, alipotoka, anaona kama vile haikuendelea, na anaiunderrate, anaidogosha, anaifanya kuwa si lolote si chochote ile nchi yake aliyozaliwa. Huu nao ni utumwa wa kifikra. Sasa katika Uislamu, kipimo cha kumjua mtu kama huyu ana imani ya sawasawa ni kupenda pale ambapo alipotoka. Hubbul watani min al-iman. Kupenda nchi yako, kupenda ulipotoka ni kipimo cha kuonyesha kwamba wewe una imani ya sawasawa. Ndugu zangu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakati anafukuzwa kutoka Makka kuelekea katika mji wa Madina, kitendo ambacho kilimuuma roho sana Mtume, kwa sababu Mtume alikuwa ni mwenyeji wa mji wa Makka, na mji wa Makka alikuwa anaupenda sana. Hubbul watani min al-iman, kupenda nchi yako ni katika imani. Mtume alikuwa anaupenda mji wa Makka al-Mukarrama. Siku ambayo Mtume anafukuzwa kutoka Makka kuhamia Madina, kitendo ambacho Mtume kilimuuma sana roho, kiasi ambacho anaondoka huku machozi yanamtoka akiutazama mji wa Makka al-Mukarrama, mji ambao aliupenda sana kwa sababu alizaliwa ndani yake. Kwa hiyo Mtume alikuwa ana uzalendo wa kweli katika nchi yake ya Makka. Ndio maana siku anaondoka alikuwa analia machozi kwa sababu alikuwa anaipenda nchi yake. Bali Mwenyezi Mungu kwa kuwa alikuwa anajua Mtume anaipenda nchi yake, ikafika mahala Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume, la uqsimu bihadha albaladi wa anta hillum bihadha albalad. Mwenyezi Mungu akaapia kwa mji wa Makka al-Mukarrama, na akamwambia Mtume, kwa hakika wewe Mtume ndiyo mkazi halisi wa mji huu wa Makka, kwa sababu aliona namna gani Mtume alivyoumia katika nafsi yake. Kwa hiyo Mtume
Kuondoka kwake Maka aliumia katika nafsi yake mpaka Mwenyezi Mungu akaja kumfariji na aya maalumu ikashuka. Ukisoma katika suratul Balad, zile aya za mwanzoni zilikuwa ni aya ambazo Mwenyezi Mungu alikuja kumfariji mtume, kumwambia kwamba hakika ya wewe mtume, mji wa Maka ndiyo mkazi halisi, usijali, nenda, lakini siku moja utakuja kurudi katika mji wa Makkah al-Mukarrama. Na kweli mtume alipokwenda Madina, katika moja ya mipango yake ni kuweza kuukomboa mji wa Makka, kwa sababu ni mji aliyokuwa anaupenda. Mwisho wa siku akaja akafanikiwa kufanya kitu kinaitwa Fathu Makka. Mtume akaja akaugomboa mji wa Makkah al-Mukarrama, na mwisho wa siku mtume akarejea tena katika mji wa Makkah al-Mukarrama. Inaonyesha mtume alikuwa ana mapenzi na pale ambapo alipokuwa amezaliwa, alikuwa ana mapenzi na nchi yake aliyokuwa anatoka. Hubbul watani min al-iman, kuipenda nchi yako ni kipimo cha kuonyesha kwamba una imani ya sawasawa. Mafuhumu mukhalafa ya maneno haya, kuto kuipenda nchi yako ni kipimo kinachoonyesha ya kwamba hauna imani ya sawasawa. Kuto kuipenda nchi yako ni kipimo kinachoonyesha kwamba hauna imani ya sawasawa, kwa sababu kuipenda, imani ni katika kuipenda nchi yako. Usipoipenda nchi yako, maana yake hauna imani ya sawasawa. Ndiyo mafuhumu mukhalafa ya maneno haya, na wako baadhi ya wanawachuoni wanasema hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hubbul watani min al-iman, kuipenda nchi yako ni katika imani. Na usipoipenda nchi yako, maana yake imani yako inakuwa na nuksani ndani yake. Kuto kuipenda nchi kuna maana nyingi sana. Moja, kuto kuipenda nchi kwa maana ya kutokuwa mzalendo. Wewe utakuwa uipendi nchi yako. Kwa mfano, ikitokezea Tanzania ikawa inasemwa vibaya, mathalan inasemwa vibaya, kisha wewe ukawa unafurahia Tanzania kusemwa vibaya, na wewe ukawa ni sehemu ya Tanzania kusemwa vibaya, wewe umekosa kitu kinaitwa uzalendo. Kwa sababu uzalendo ni kukipigania kile ambacho una asli nacho. Yani ikitokezea leo mtu akaanza kuitukana Tabora na wewe ni Mnyamwezi, moja ya uzalendo ni kuhakikisha unaitetea Tabora, ndiyo uzalendo. Kwa hiyo kuonyesha kwamba mtu amekosa imani au kuharibu ile nchi yake kwa kuwa amekosa imani ni kukosa kitu kinaitwa uzalendo. Miongoni mwa sifa za kuonyesha mtu hana uzalendo ni pale ambapo Tanzania ikawa inasemwa vibaya kisha na yeye akawa ana support. Wewe una uzalendo. Na ikiwa una uzalendo, tafsiri yake unarudi kwenye maneno yale yale ya Mtume, hubbul watani min al-iman, kuipenda nchi yako ni katika imani. Kama uipende nchi yako, maana yake hauna imani. Ndio tafsiri ya maneno haya. Kwa hiyo kipimo cha kuonyesha mtu kwamba ana imani na anaipenda nchi yake ni kuwa na uzalendo, ni kuisema vizuri ile nchi yake. Lakini miongoni mwa sifa nyingine kuonyesha kwamba mtu ana uzalendo wa sawasawa ni pale ambapo anapokuwa anaweza kuihifadhi nchi yake, anaweza kuilinda nchi yake. Kinyume chake ni kwamba ikiwa mtu atakuwa anashindwa kuihifadhi nchi yake, anashindwa kuhifadhi mji wake anaokaa, mtaani kwake, pengine pale kwenye kitongoji chake, anashindwa kuhifadhi, maana yake mtu huyu amekosa kitu kinaitwa imani. Miongoni mwa sifa ya mtu kuwa na imani ni kuweza kuhifadhi pale ambapo anapoishi, iwe ni katika nchi, iwe ni katika wilaya, iwe ni katika mkoa, mahala popote pale ambapo Muislamu anaishi, ahakikishe ya kwamba watu wanapata salama kutokana na yeye. Ndio maana katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume anasema almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi, Muislamu aliyekuwa sawasawa. Almuslimu, ulama wanasema imekuja alif na lamu lilkamali, Muislamu aliyekamilika sawasawa
man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi, ni yule ambaye wanasalimika watu pale ambapo wanaishi kwa mkono wake na kwa ulimi wake. Ukitaka kumjua mtu ni Muislamu wa sawasawa na ana imani ya sawasawa, mtazame, je, watu wanasalimika kwa ulimi wake? Je, watu wanasalimika kwa mikono yake? Ukiona watu hawasalimiki kwa ulimi wake, kwamba yeye anatukana watu, yeye anatukana pengine kitongoji chake, anatukana mkoa wake aliotoka, pengine ni ujue mtu huyo Uislamu wake una mashaka, kwa sababu watu hawasalimiki kwa ulimi wake na kwa mkono wake. Kwa hiyo kipimo cha kujua mtu kama ana imani ya sawasawa ni pale ambapo akawa na uwezo wa kuhifadhi nchi yake, akawa na uwezo wa kuhifadhi mkoa wake, wilaya yake, kitongoji chake anachoishi. Na ukimwona mtu anashindwa kuhifadhi, mtu huyo imani yake ina mashaka na Uislamu wake una mashaka. Lakini miongoni mwa alama za kuonyesha kwamba mtu ana imani ya sawasawa, za kuonyesha kwamba mtu ana uzalendo wa sawasawa, ni pale ambapo mtu akawa na uwezo wa kuweza kulinda ile amani inayopatikana pale mahala anapoishi. Yani ukimwona mtu anailinda ile amani ya mahala anapoishi, kwenye kitongoji, pengine kwenye mkoa wake, kwenye wilaya yake, kwenye nchi yake, ni ishara ya kuonyesha kwamba mtu huyu ana uzalendo. Na kama ana uzalendo, tafsiri yake ni kwamba mtu huyu ana imani ya sawasawa. Na ukimwona mtu yeye ndiyo anapelekea kuvunjika kwa amani mahala, tafsiri yake ni kwamba mtu huyu amekosa uzalendo. Na akikosa uzalendo, maana yake amekosa imani, kwa sababu Mtume anasema hubbul watani minal imani, kuipenda nchi yako ni katika imani. Kitu ukiwa unakipenda hauwezi kukiharibu kwa vyovyote vile. Kitu ukiwa unakipenda hauwezi kukiharibu, mahma kana, iwe itakavyokuwa. Hata kama unajua mapenzi yana kawaida moja, yani mtu akipenda kitu, hata kama mwanamke akiwa unampenda sana, anaweza akawa na makengeza, we utamuona analembua kwa sababu unampenda. Pengine ni chongo, we utamuona analembua kwa sababu una mapenzi naye. Na ikiwa una mapenzi na nchi yako, iwe itakavyokuwa, kwa vyovyote vile utakuwa unaihifadhi ile nchi yako isiweze kuingia kwenye maharibiko. Kwa vyovyote vile utakuwa unaizungumza vizuri ile nchi yako kwa sababu unaipenda. Kwa hiyo mtu akiwa na mapenzi ya kweli na nchi yake, maana yake ana uzalendo, na akiwa na uzalendo ana imani. Kwa vyovyote atakuwa anailinda ile nchi yake kwa sababu anaipenda. Na ukimwona mtu anaiharibu ile nchi yake, maana yake mtu huyu amekosa uzalendo na amekosa kitu kinaitwa imani.